Maafisa usafirishaji, wauguzi wa afya ngazi ya kata pamoja na wanamachinga jijini Dar es Salaam wameunga mkono kwa vitendo utolewaji wa elimu ya mpiga kura ili kuongeza uelewa na hamasa ya wananchi kushiriki katika mchakato huo wa kikatiba wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu kuelekea siku ya kupiga kura 29 Oktoba 2025. Akizungumza wakati wa utoaji wa elimu hiyo katika soko la mama na babalishe Kisutu jijini Dar es Salaam, baadhi ya wananchi hao wamesema ni vyema wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya kupiga kura ili kuchagua viongozi wanaowataka na kuwaletea maendeleo. Langu jina ni Belkif Livingstone Kimaro, ni kiongozi wa maafisa usafirishaji katika wilaya yetu ya Ilala. Kimsingi tunayo furaha. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, lakini mwenye kufanya amani kuwepo mahala ambapo anahitaji amani kuwepo. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ningependa kuwashukuru vile vile maafisa usafirishaji wenzangu kwa namna ambavyo tulivyokubaliana sote kwa pamoja kujitokeza na kwenda kujitolea kwa ajili ya kwenda kuwakumbusha na kuendelea kuwahamasisha maafisa usafirishaji wenzetu, lakini na Watanzania wenzetu kwenye swala zima la umuhimu wa kujitokeza kwenda kupiga kura ifikapo Oktoba 29. Ziko sababu nyingi sana kama sisi maafisa usafirishaji kwa nini tunajitokeza kwenda kupiga kura. Moja ya sababu, tunaona amani tuliokuwa nayo. Sisi maafisa usafirishaji, shughuli zetu kwa asilimia kubwa sana zinahitaji amani, zinahitaji utulivu. Ili tuweze kumsafirisha mtu kutoka eneo fulani kwenda eneo lingine, ni lazima amani iwepo, ni lazima utulivu uwepo. Lakini vile vile kwa kupitia uchaguzi uliokwisha, kwa sababu nchi yetu tunaishi ni nchi ambayo inaongozwa na demokrasia, si nchi ambayo inaongozwa na masuala ya kifalme au masuala ya kidikteta. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni takwa la kisheria kila ifikapo miaka 5 watu tuingie kwa ajili ya kwenda kuchagua viongozi ambao tunawahitaji. Viongozi wanadi sera zao ili wananchi sisi tusikilize, alafu mwisho wa siku twende tukafanya maamuzi kwenye sanduku. Hiyo ndio desturi na huo ndio taratibu na hiyo ndio sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi sisi kama maafisa usafirishaji, kwa kuona umuhimu wa kwenda kupiga kura, kujitokeza kwenda kupiga kura, tumeamua kujitoa pasipo kushawishiwa na mtu yeyote wala kurubuniwa na mtu yeyote, kuhakikisha tunawafikia ndugu zetu ili kwenda kuwakumbusha ifikapo tarehe 29 kujitokeza kupiga kura. Serikali ya awamu ya 6 yako mambo mengi sana yamefanyika. Kwa mfano kwetu sisi tumeona wazi kabisa imekwenda kutekelezwa sheria ya utawala bora wa ushirikishwaji. Mfano kama sisi maafisa usafirishaji, moja ya changamoto tuliokuwa tuko nayo ilikuwa ni kwa namna gani tunakwenda kurasimishwa. Kwa kupitia serikali ya awamu ya 6 na kwa sababu tulifanya uchaguzi mwanzo, kwa hiyo tukaenda tena kusikilizwa kwa wingi wetu, serikali ikaenda kurasimisha kazi yetu. Lakini vile vile tunalo ombi tumepeleka ambalo tayari lipo katika mchakato la kupunguziwa leseni zetu za udereva kutoka kwenye 80,000 kutoka kwenye 70,000 mpaka shilingi 30,000. Kwa hiyo kama hatujajitokeza sisi maafisa usafirishaji kwenda kupiga kura, ina maana kuwachagua viongozi ngazi ya rais, ubunge na udiwani, ina maana nani atakwenda kupitisha ule mswada wa sisi leseni yetu kushuka? Basi kwa kuyajua hayo, ndio maana tumeamua kujitoa kwenda kuhakikisha tunakwenda kuwasihi na kuwaomba na kushirikiana na maafisa usafirishaji wenzetu kujitokeza ifikapo Oktoba 29 kwenda kupiga kura. Wanasema kila mtu ni lazima atekeleze lile ambalo alilokusudiwa kulitekeleza. Maana yake ili yote ni lazima ioze, na ili ioze kila mwenye zamu yake asiache kumwagilia. Sisi maafisa usafirishaji, hii ni zamu yetu kwa kutoka na kuja kuongea na wenzetu maafisa usafirishaji na Watanzania kwa ujumla. Ifikapo Oktoba tarehe 29 tujitokeze kwa ajili ya kwenda kupiga kura kwa maslahi mapana ya nchi yetu, kwa maslahi mapana ya uchumi wetu, lakini kwa maslahi mapana ya vizazi vyetu. Lakini vile vile tunakwenda kutekeleza
takwa la kisheria kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila baada ya miaka mitano lazima tujitokeze tukawachague viongozi ambao tunaona au tunawiwa kwetu wanaweza kutupigia kura. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Madua Ngasa, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa niaba ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii, tumeamua kujitolea bila kulazimishwa na mtu yoyote kwa ajili ya kuhamasisha wananchi ili waweze kujitokeza kupiga kura. Kwa sababu gani tunawahamasisha? Watakapojitokeza kupiga kura ndiko kutakaposababisha kupata kiongozi bora, ndipo tutakapopata maendeleo bora, ndipo tutakapopata elimu na afya bora. Kwa hiyo hata sisi wahudumu wa afya ngazi ya jamii tutapata urahisi wa kuwafikia au kuifikia jamii kwa ajili ya kuihamasisha mambo ya afya. Kama kuna amani, kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo sasa tunawasisitiza sana wananchi waweze kujitokeza. Kwa hiyo tunapopita nyumba kwa nyumba kwenye mikusanyiko au kwenye sherehe na vitu vingine vyenye mikusanyiko, tunawahamasisha waende wakapige kura, kwa sababu kura ni haki yako. Kapige kura, mwananchi, nenda kapige kura ili tuweze kupata kiongozi bora na sahihi ambaye wewe utakayemchagua na yeye atakayechaguliwa basi atakuwa ni kiongozi aliyochaguliwa na wananchi na si wa kuteuliwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naitwa Bakari Saidi Mkupa, mwenyekiti wa Machinga wilaya ya Ilala, pia ni mwenyekiti wa Machinga soko la Machinga Complex. Nimejitokeza kujitolea leo hii kutoa elimu kwa wafanyabiashara wote wa Machinga wote wa Tanzania kwa jumla katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu 29 mwezi wa 10 2025. Kwanza kabisa tupo kama kundi letu limehusisha makundi matatu au manne. Tupo wa Machinga, tupo na wasafirishaji maarufu wa bodaboda, tupo afya ya jamii, tupo na baba na wamalishe. Tupo nao katika zoezi letu hili. Hili zoezi ni la kujitolea. Tumekaa tukafikiria, tukaona sisi unahitajika mchango wetu kama viongozi, basi tufikishe elimu kwa watu ambao tunawaongoza. Kwa hiyo zoezi zima ambalo tumelifanya leo, tupo katika uzinduzi huu ambao tunaofanya. Tumeanza katika soko letu la Kisutu la baba la wamalishe kuwaelimisha jinsi gani twende tukapige kura, kwenda kumchagua kiongozi ambaye unaona atafaa. Sasa wapo watu ambao wanataka kutoa katika hili, tuingia katika vitu ambavyo si tamaduni wetu. Kwa hiyo hao wenye tamaduni hizo waendelee tamaduni zao huko, sisi hatuko hivyo na hatutaandamana, hatutafanya chochote, na tunatoa hizo elimu kwa wenzetu wasisubutu wafanya biashara, bodaboda, watu wengine wasiingie katika mkumbo ambao kwetu sisi hauna faida, utakuwa ni hapa ni upande wetu. Kwa kusema hayo naona inatosha. Asante sana.